kuna mambo ambayo lazima yawepo katikati yetu kama kanisa la Mungu. Haleluya. Na jambo la kwanza ni utakatifu. Biblia inaposema walidumu katika kumega mkate, maana yake walidumu katika usafi wa roho. Amina. Lakini walidumu katika fundisho la mitume na manabii, maana yake ni kwamba walikuwa ni watu ambao wanaisoma neno na kuihubiri kweli ya neno. Huwezi ukawaleta watu kwa Yesu kama hulifahamu neno la Mungu. Utawaambia nini watu ambao hawajaamini ikiwa wanachohitaji kukiamini ama wanachotakiwa kukiamini wewe huwezi ukawafundisha? Kwa sababu Biblia inasema imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ikiwa tutadumu, kwa maana ya kwamba tutatumia muda wetu katika kulisoma na kulitafakari neno la Bwana, tutaweza kusimama na kuambia neno la Mungu, neno la tumaini, neno la wokovu, neno la ushindi, neno la uponyaji. Biblia inasema kanisa lile walishangazwa, walitikiswa, kwa kuwa hata miujiza ilikuwa ikitendeka ya kupita kawaida. Kinachotenda si tu roho wa Kristo, lakini nguvu ya neno linalofundishwa na nguvu ya neno linalohubiriwa. Biblia inasema katika Yeremia 23:29 ya kwamba neno la Mungu ni moto. Ni nini? Ni moto. Wakati tunamwambia Bwana tunaomba aliongeze kanisa ama alizidishe kanisa, lazima pia tuhakikishe ya kwamba baina yetu kuna upendo. Angalia upendo wa ajabu ambao ulikuwepo kwenye kanisa hili. Mungu hawezi akawaleta watu mahali hapa ikiwa hatuna upendo katikati yetu. Wale wanaokuja kuungana nasi wanahitaji kuona upendo wa Bwana kutoka kwetu, na hawawezi kuona ikiwa sisi tu hatuna upendo baina yetu. Na upendo sio ule wa kutamka kwa maneno ama nakupenda. Mgeukie jirani yako mwambie umependeza. Mgeukie jirani yako mwambie nakupenda. Biblia inaonyesha matendo yanayoonekana katika ulimwengu wa damu ya nyama yanayothibitisha upendo baina ya watu wale waliomwamini Yesu Kristo. Wangapi wako tayari kutoa fedha zao kumpa mtu ambaye ana tatizo la kiafya? Nyosha mkono kama uko tayari. Wangapi wako tayari kutoa fedha zao kumpa mtu ambaye amekosa chakula? Haleluya. Na mambo haya inatakiwa tuyafanye kabisa kwa kudhamiria. Na pengine hata hatufahamu hivyo, lakini tutende tu ya kwamba utakwenda kumtembelea muumini mwenzako na utakwenda mkononi umeshika viazi vitamu ama umeshika viazi vya mviringo ama wanasema viazi Ulaya. Anasema ninampokea Maria, na mkononi mwake ana viazi mviringo, ana ndizi za Bukoba. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine tunasema tuombe sana na tuwe kiroho sana, tuondoe vitu vinavyotuzuia, tuondoe nguvu za giza, lakini kumbe vipo vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wetu, havitokani na watu wengine, vinatokana na sisi wenyewe. Vipo vitu tunavyoweza kuvifanya na Bwana akaridhisha kanisa. Kabla ya kukimbilia ngoa, ondoa, yale ambayo yako ndani ya uwezo wako, kumpenda mwenzako na muumini mwenzako, kulisoma neno la Mungu na kuliishi,
kuepuka dhambi na kuwa mtakatifu, kabla haujamrukia shetani, kabla haujaanza kusema natuma moto, sema moto, ya kuwafuata wachawi au wale ambao wanalipinga kanisa. Kabla haujafanya hivyo, fanya yale ambayo ni ya kwako kama mtakatifu wa Mungu. Mara nyingi tunasahau hilo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapoongelea kuongezeka ama dhana ya kuongezeka, tuna maana moja, kuongezeka idadi. Ongezeka idadi. Unajua kanisa lilianza na waumini wangapi? Wale wa kwanza waliompokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste walikuwa 120. Halafu kutokana na injili ya Petro katika sura hii ya 2 wakaongezeka wengine 3,000. Kwa kanisa likawa na 3,120. Ikapigwa injili tena 5,000 kaokoka. Kanisa likawa na 8,120. Huko ni kuongezeka kiidadi. Lakini kuna kuongezeka ama kuna kukua katika uweza na nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hivi wakati kuginza injili ambayo wiki hii iko nasi inatupeleka kwenye maombi, lazima tufikirie kuongezeka kwa idadi na kuongezeka katika nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu. Lakini dhana nyingine ya kuongezeka ni kuongezeka, Biblia inasema, katika kicho cha Kristo, kwa maana ya moja, katika ufahamu wa neno la Mungu. Lakini ongezeko jingine ni katika huduma ndani ya kanisa, ya kwamba tunahitaji ndani ya kanisa la mahali pamoja tuwe na wachungaji, walimu, wainjilisti, mitume, manabii. Kwa maana ya kwamba katikati yetu, kama walikuwepo wainjilisti 5 wawe 10, kama walikuwa 10 wawe 20, kama 20 wawe 40. Amina. Kama tulikuwa na walimu wenye huduma 5 wawe 10, wawe 15. Katikati ya wanawake, katikati ya wanaume. Kwa hivyo ongezeko hilo liwepo katikati ya wanawake, katikati ya wanaume. Lakini kuongezeka kwa aina nyingine ni kwa maana ya karama. Kwa kuwa zipo karama nyingi, ziko karama 18 jumla yake. Najua wengi wao wanasema kuna karama 9, lakini ziko 18. Kwa hivi katika kusanyiko kama hili, kama kanisa, kama yupo mmoja anayenena kwa lugha, basi waongezeke. Kama kanisa halina mtu anayefasiri lugha, basi awepo. Kama wanaofasiri lugha ni 3, basi wawe 8. Haleluya. Kama kanisa lina kalama, labda watu 5 wanaandika kwa lugha, waongezeke. Ama watu 2 wana uponyaji, waongezeke. Kwa kuwa Mungu anavyoliongeza kanisa, hao watu wanaoongezeka wanahitaji huduma mbali mbali. Kwa hivyo ongezeko linatakiwa liende sehemu nyingi, ili wale wanaokuja wapate kuhudumiwa. Haleluya. Yani kama ni kalama ya uponyaji, asiwepo mmoja kwamba huyu akisimama basi kuna watu watapokea uzima. Hapana, wawepo wengine pia ambao Bwana atawaongeza wawe na hiyo. Haleluya. Kama ni manabii Mungu anaowatumia kusema na watu wake,
asiwepo mmoja ama wawili, waongezeke, kwa sababu kundi linavyozidi kuongezeka na huduma zinahitajika. Haleluya. Nadhani nimeeleza dhana, amen, ya kuongezeka, ya kwamba tunapokwenda mbele za Bwana tujue tunamwambia nini Mungu. Na nilisema leo hatuna mahubiri wala hatuna mafundisho. Ninachokiongea ni ufafanuzi wa kile itakacho kwenda kukifanya, kwa kuwa tunahitaji muda mrefu zaidi, haleluya, wa kuomba. Ingawa tungefundisha sana ama tungehubiri sana, tungechukua dakika nyingine nyingi, alafu baada ya hapo tunakuwa na muda mchache wa kufanyaje, wa kuomba. Lakini leo ninahitaji tuna muda mwingi wa kuomba. Simama pale ulipo. Haleluya. Najua tunaomba kwa ajili ya kanisa la Boko, lakini wapo wachungaji hapa hata sio wa mahali hapa. Basi Bwana na Roho Kristo atuongoze. Tuombe hata kwa ajili ya matawi mengine. Amina. Wachibelela atatamka kwa Chibelela, muungano atasema muungano, wa vikawe atasema vikawe, na sisi wa hapa bado tutataja makanisa mengine, lakini nimeongea mambo mengi ambayo tunahitaji kuyatamka. Yale machache utakayo yakumbuka, mwambie Bwana. Lakini mwisho kabisa tukimaliza maombi haya, tutakuwa na maombezi. Kama uko mahali hapa na unahitaji maalum lako binafsi, Roho wa Kristo na mamlaka ya Kristo na nguvu za Roho Mtakatifu ziko mahali hapa. Basi karibuni sasa kurugenzi ya Injili. Tunapoendelea na nyimbo hii, mtatuongoza. Angels of Worship. Tazama wewe ni Bwana Mungu wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usilo kitu kingine Bwana hafananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu
kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Hafananishwi na kitu kingine. Hafananishwi na kitu kingine. Wakati wainjilisti wanakuja hapa, Roho Mtakatifu ananiambia nikwambie ya kwamba neno la kwanza ni kuzaa, halafu ndio kuongezeka. Kwa hivyo ananiambia nikwambie, utamke kwamba ni wewe utakayezaa, yani waumini wapya, ni wewe utakayezaa kalama. Nimeambiwa nikukumbushe, neno la kwanza ni kuzaa. Kuzaa ndiko kunaleta kuongezeka. Kwa hivyo utaomba ukisema ni wewe utakayezaa. Kila kitakachoongezeka wewe utakuwa chanzo. Haleluya. Shuka Bwana kwa uweza na nguvu. Shuka Bwana na nguvu zako. Mimina moyo wako kwa Bwana. Anasema yeye yuko karibu kuliko mavazi tunayovaa. Shuka Bwana na nguvu zako. Tende mbele za Bwana. Baba yetu na Mungu wetu, tunalibariki jina lako, tunalitukuza jina lako kwa sababu wewe ni Mungu wetu na Baba yetu. Ni wewe uliyeziumba mbingu na nchi, na sisi ni kazi ya mikono yako. Umetufanya kwa mfano wako ili tukutumikie na kukutukuza wewe,
ili tukuinue wewe na kulitangaza jina lako, ili kutangaza ufalme wako na kukuinua wewe. Tunasema asante kwa neema na kibali ambacho Jehova umetupa tena jioni ya leo. Ni tarehe nyingine ya 26 katika mwezi huu wa 3, mwezi ambao kwetu umekuwa kama mwezi wa dhabihu. Tunakushukuru, tunasema asante kwa sababu ya neema yako ambayo Mungu umetuwezesha toka siku ya kwanza mpaka tarehe hii ya leo. Jehova, katika jina la Yesu, tumekuwa na mengi ambayo tumekuja nayo mbele zako Bwana, na wewe Mungu kunyamaza kimya. Jehova, umekuwa pamoja na sisi. Jehova, umekuwa ukijihudhurisha pamoja na sisi Bwana, haukunyamaza kimya. Jehova, kila itwapo leo tuliposogea mbele zako Bwana, ulikuwa na sisi watoto wako. Tulipokuja mbele zako Bwana, haukunyamaza kimya, haukutuacha peke yetu Bwana, kama ilivyo ahadi yako Jehova. Ulikuwa pamoja na sisi Bwana, ukitupigania, ukitutetea, ukitupa neema, lakini ukitutia moyo kwa kutujibu yale ambayo Jehova tuliyaleta mbele zako Bwana. Amani, tunakutukuza, tunasema asante. Asante kwa ajili ya kila nafsi ambayo Jehova Bwana umeileta tena jioni ya leo, tarehe ya leo Bwana. Asante kwa ajili ya kila roho na mwili ambao Bwana umeuleta Bwana jioni ya leo katika hema hii ya kukutania katika jina la Yesu. Na siku ya leo Bwana, ombi letu ikiwa ni ongezeko la kanisa, ni kuzaa kwa kanisa, ni kukua kwa kanisa, ni kuongezeka kwa kanisa. Mungu, tunaomba neema yako na uweza wako. Bwana, tunaomba nguvu zako na mamlaka yako. Bwana, tunaomba roho wako katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kama ulivyosema katika Warumi 8:26 ya kwamba kadhalika nanyi hamwezi kuomba vile ipasavyo, lakini roho Bwana anawaombea kwa kuugua ambako hakuna mwanadamu yoyote anaweza kuomba hivyo. Bwana, nasi tunaomba tena jioni ya leo ya kwamba nguvu yako na neema yako, ya kwamba roho wako na nguvu zako zishuke sasa, mfalme wa amani, zishuke sasa, mfalme wa amani, kama ilivyo ahadi yako katika jina la Yesu Kristo, kama ilivyo ahadi yako katika jina la Yesu Kristo. Ile nguvu na mamlaka yako ishuke kwetu katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, Mungu mwenye mamlaka, tunamwomba huyo Roho Mtakatifu, roho wa uweza, roho wa mamlaka, roho wa maarifa, roho wa kumcha Bwana katika jina la Yesu, ashuke sasa 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 katika jina la Yesu. Yale madirisha mbinguni yafunguke, yale malango yafunguke katika jina la Yesu. Bwana, tunasogea mbele zako Bwana, ile milango na madirisha yafunguke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Biblia inasema walipokuwa mahali pamoja wakimwita Bwana, wakimwomba Bwana, roho Bwana akashuka, roho uweza akashuka, roho uzima akashuka, roho miujiza akashuka, roho nguvu akashuka, roho maajabu akashuka, roho maarifa akashuka. Na hii ni nyumba ya ishara na maajabu Bwana. Tumesimama katika madhabahu hii ambayo ni nyumba ya kukutania watoto wako. Tunaomba, tunalitia jina lako kwa habari ya kukua, kwa habari ya kuongezeka, kwa habari ya kupanuka katika jina la Yesu, kwa habari ya kuongezeka, kwa habari ya kukua kiroho na kimwili katika jina la Yesu. Sio saa ya kushangaa, ni saa ya kumwita Bwana. Sio saa ya kushangaa, ni saa ya kumwita Bwana. Sio saa ya kujiuliza, ni saa ya kumwita Bwana katika zamu yako, katika wakati wako. Bwana Mungu wa majeshi, tunakuita watoto wako kama kanisa. Tumekusanyika kama ilivyoandikwa katika Matendo ile sura ya 12 mstari ule wa 5. Biblia inasema wakati Petro amefunga, kanisa likaomba kwa juhudi. Kanisa Bwana, kama kanisa tunaomba, tumekusanyika jioni ya leo, tunalitia jina lako. Wewe uliye tangu mwanzo na mwisho ni wewe Bwana. Tunakuita Jehova, wewe Mungu usiyeshindwa. Tunakuita Jehova, Jehova Jile, Jehova Shama. Wewe
Lakini Bwana, tunakuita Jehova kwa habari ya kanisa, kwa habari ya kanisa, kwa habari ya kanisa. Bwana, achilia neema yako, neema ya kuongezeka, neema ya kuongezeka, neema ya kukua, neema ya kwenda mbali zaidi kiroho na kimwili, neema ya kwenda mbali zaidi kiidadi na kiroho, katika jina la Yesu. Bwana tunaomba, 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 kanisa lako liongezeke, 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 liongezeke. Tunakumbuka Bwana, ni wewe uliyetambia ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa neema. Tunakumbuka Bwana, ni wewe uliyesema na mtumishi wako ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa neema. Tunaomba hiyo neema katika kuongezeka kwetu. Tunaomba hiyo neema, tunaomba hiyo neema, tunaomba hiyo neema. Biblia inasema kanisa la mitume, kanisa la kwanza, wakaishi pamoja, wakakuwa katika idadi, wakiongezeka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Omba kuongezeka, mwambie Bwana kuongezeka, maana yeye ni Mungu wa kuongeza, yeye ni Mungu wa kuzidisha, katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, 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 kwa damu ya mwana kondoo. Lile ongezeko, lile ongezeko, lile ongezeko, lile ongezeko ulilosema kwa ajili ya kanisa. Baba tunaomba, 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 katika jina la Yesu. Lile ongezeko ulilosema na watu wako, ulilosema na watumishi wako, sasa linatimia katika jina la Yesu. Ita jina la Bwana, ita jina la Bwana, ala Bwana, ita jina la Bwana. Biblia inasema kanisa likamwita Mungu kwa bidii. Ita jina la Bwana, ita jina la Bwana, ita jina la Bwana, ita jina la Bwana. Haitoshi kuwa hivi tulivyo, haitoshi kuwa hivi tulivyo. Tunamhitaji Bwana, tunamhitaji Bwana. Alete, 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 alete. Ninafungua malango kaskazini mashariki, kusini magharibi. Ninafungua malango, yale malango, yale malango, yale malango kushoto kulia, yanafunguliwa, 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 yanafunguliwa. Maana ni ahadi yako ya kwamba utalikuza kanisa katika jina la Yesu. Omba kwa mzigo katika jina la Yesu. Ni ahadi yake, ni ahadi yake, ni ahadi yake, ni ahadi yake, ni ahadi yake. Malango yanafunguka, watu wanaingia katika jina la Yesu. Kushoto kulia, malango yanafunguka, malango yanafunguka, malango yanafunguka, malango yanafunguka, malango yanafunguka. Alikwisha kusema mwenyewe ya kwamba ataliongeza kanisa, ataliongeza kanisa. Alikwisha kusema ataliongeza kanisa, ataliongeza kanisa, ataliongeza kanisa. Katika jina la Yesu, yale malango yafunguka ili kuleta watu, 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 ili kuleta watu. Omba, omba kwa nafasi yako, omba kwa nafasi yako, omba kwa nafasi yako. Bwana anaangalia namna ulivyosimama katika zamu yako, katika zamu yako. Ita jina la Bwana katika zamu yako, ita jina la Bwana kwa habari ya kanisa katika zamu yako. Bwana Elohim, tunakuita Jehova. Haujawahi kushindwa, haujawahi nyamaza, haujawahi kushindwa, haujawahi nyamaza. Achilia hiyo neema, achilia hiyo neema, achilia hiyo neema. Ile mipaka tunaiongeza, tunatanua, tunaondoa kila vizizi ambavyo shetani aliweka ya kwamba hatutaenda mbele, hatutaenda mbele. Hivyo vizizi tunaondoa, hivyo vizizi tunaondoa, hivyo vizizi tunaondoa katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Waliozuiliwa wasiingie katika nyumba ya Bwana wanaachiliwa, na yeye anayezuia hana mamlaka
mamlaka katika jina la Yesu, kwa kuwa imeandikwa washindanao na Bwana, Bwana atawapiga kwa radi, Bwana atawapiga kwa radi katika jina la Yesu. Ni nani anashindana na Bwana katika jina la Yesu? Ongeza Bwana, ongeza Bwana kanisa lako la jimbo la Mashariki, ongeza Bwana, ongeza Bwana, ongeza Bwana, ongeza Bwana kanisa la jimbo la Mashariki, ongeza Bwana, ongeza. Unafungua kushoto kulia, ninafungua, 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 ninafungua. Biblia inasema Paulo na Sila wakamwita Bwana magereza ya Katia, magereza ya Katia. Wewe gereza uliyeshikilia roho za watu wa Boko, ninatuma moto, ninatuma moto, ninatuma moto kwenye nyumba zao, kwenye misitu yao, kwenye nyumba zao, kwenye misitu yao. Achia watu wa Boko, achia watu wa Boko, achia watu wa Boko, achia watu wa Boko, achia watu wa Mtabani, achia watu wa Boko. Yule mkuu wa Boko, mkuu wa wachawi katika ulimwengu wa roho, ninamkamata mahala alipo katika jina la Yesu. Ninalituma jeshi, jeshi la Bwana. Anaondolewa, 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 anaondolewa. Yule mkuu wa anga anayezuia, anayezuia, anapigwa, anapigwa, anapigwa. Achia Boko, iachiliwe, Boko iachiliwe, Boko iachiliwe. Tunaiteka, 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 tunaiteka kwa jina la Yesu. Tunaiteka, tunaiteka, tunaiteka kwa jina la Yesu. Tunaiteka hii Boko kwa damu ya mwana kondoo. Tumia mamlaka, tumia mamlaka. Tunaiteka katika jina la Yesu. Tumia mamlaka, sio ombi tena. Tumia mamlaka. Tunaiteka katika jina la Yesu. Tunaiteka katika jina la Yesu. Tunaiteka katika jina la Yesu. Tunaiteka kwa damu ya mwana kondoo. Tumia mamlaka. Tunawaita wanakuja, tunawaita wanakuja. Hizo roho zilizoshikiliwa zinaachiliwa, zinaingia, zinarejeshwa, 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 zinarejeshwa. Zilizowekwa chini ya bahari, zilizowekwa chini ya vitanda, zilizowekwa chini ya viungo, zilizowekwa kwenye chupa. Tunatumia mamlaka. Njoo uachiliwe kwa damu ya mwana kondoo. Tunatumia mamlaka, nguvu na uweza wa damu ya mwana kondoo. Tunaziita hizo roho, tunaziita hizo roho, tunaziita hizo roho, tunaita hizo roho, tunaziita hizo roho, tunaziita hizo roho, tunaziita hizo roho. Ita, ita, ita kwa jina la Yesu. Waliozuiliwa, waliozuiliwa, waachiliwe, 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 waachiliwe. Hao waliozuiliwa, waliokamatwa mateka, tunawakamata, wanarejeshwa, wanarejeshwa. Waliofungwa kwenye chupa zao, chupa zinapasuka, chupa zinapasuka. Hiyo mibuyu inaachia, hiyo mibuyu inaachia. Achia roho za watu wa Mungu. Wewe ni nani unashikilia roho za watu wa Mungu? Achia, 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 achia. Roho ya ulevi, roho ya ulevi, roho za ulevi zilizoshikilia watu, roho za kichawi, roho za kiganga, tunaziondoa, 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 tunaziondoa. Toka kwa ita jina la Bwana. Wako wazazi wetu bado wameshikiliwa, wako ndugu zetu bado wameshikiliwa, wako wake zetu bado wameshikiliwa, wako waume zetu bado wameshikilia. Yesu walete, Yesu walete, Yesu walete. Anasema kuna kondoo wengine bado wako huko nje, wako huko nje, wanatakiwa waje kwenye zizi. Tunawaita, 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 tunawaita. Walifunga njia, tunatengeneza njia, wanapita humo, wanapita katika jina la Yesu. Nguvu na mamlaka ya damu ya mwana kondoo, tunawaita, 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 tunawaita katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Dar es Salaam iachiliwe, Dar es Salaam iachiliwe, Bagamoyo iachiliwe, Bagamoyo iachiliwe. Lazaro
saba iachiliwe, la saba iachiliwe, watu wakombolewe, watu wakombolewe. Tanga Arusha, watu wakombolewe. Tanga Arusha, watu wakombolewe. Tanga Arusha, watu wakombolewe. Ulikuza kanisa lako, uliongeza kanisa lako, uliongeza kanisa lako, uliongeza kanisa lako. Dodoma, Dodoma, tunainua mikononi mwako. Watu waachiliwe, watu wakombolewe, watu waachiliwe, watu wakombolewe. Dodoma iachiliwe, Dodoma iokolewe. Vile vifungo vinaachia kwa upanga tunakata. Hiyo minyororo ya kichawe, hiyo minyororo ya kiganga, hiyo minyororo ya kichawe, hiyo minyororo ya kiganga. Achia roho za watu, achia roho za watu. Tunapiga hiyo miungo, miungo ya wagogo, miungo ya wagogo. Tunapiga hiyo miungo, hizo roho tunapiga kwa nguvu na uwezo wa damu ya mwana kondoo. Biblia inasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao wakupenda maisha yao hata kufa. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo tunamimina moto, tunamimina moto, tunamimina moto, tunamimina moto, tunamimina moto. Dodoma iachiliwe, Dodoma iachiliwe, Mwanza iachiliwe, Singida iachiliwe, Kigoma iachiliwe kwa nguvu na mamlaka ya damu ya mwana kondoo, ya damu ya mwana kondoo. Vile vizuizi vinaondoka, ile mizimu inayotuzuia inaondoka, tunaiondoa. Tunatuma moto, tunatuma moto, tunatuma moto, tunatuma moto, tunatuma moto. Tumia mamlaka, tumia mamlaka, tumia mamlaka, tumia mamlaka. Lazima waachiliwe, lazima waachiliwe, lazima waachiliwe. Kukombolewa ni haki yetu, kuongezeka ni haki yetu, kuongezeka ni haki yetu, kukua ni haki yetu. Na anayetuzuia hana mamlaka juu yetu. Yuko Bwana wa mabwana, anasema niite nami nitaitika, nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Anasema kuita ataitika, na akiitika hawezi kunyamaza, hawezi kunyamaza, hawezi kunyamaza, hawezi kunyamaza. Ninaita lile wingu, ninaita lile wingu, wingu la moto, wingu la moto, ule moto, 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 moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, nguvu ya moto, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, ule moto wa Roho Mtakatifu. Ninaita ule moto, 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 moto kwa wababa, moto kwa wamama, moto kwa vijana, moto kwa mabinti, moto kwa watoto, moto, 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 moto. Ita, 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 ita Bwana katika jina la Yesu. Ita Bwana, ita Bwana. Anasema halali wala asisi, yeye hachoke kwa ajili yetu. Ita Bwana, ita, ita Bwana, ita. Baba tunaita, Baba tunaita, Baba tunaita. Hiyo nguvu yako, hiyo neema yako, hiyo nguvu yako, hiyo neema yako. Watu wafunguliwe, watu waachiliwe, watu wafunguliwe, watu waachiliwe kwa damu ya mwana kondoo. Malango yanaachiliwa, malango yanaachiliwa, malango yanaachiliwa, malango yanaachiliwa. Waliokaa malangoni wanaondolewa, waliokaa kwenye malango wanaondolewa, wanaondolewa. Waliokaa kwenye malango wanaondolewa, wanaondolewa. Ninaliona wingu, wingu la Bwana likiwakusanya watu wake kwa ajili ya kumwabudu Bwana, likiwakusanya watu wake. Ninaliona wingu, wingu la Bwana likishuka mahali hapa. Ile nguvu, mamlaka, uweza kwa watu wake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anasema namu zitakuwa siku za mwisho, nami nitamimina Roho wangu juu yenu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu iongezeke kwa wamama, iongezeke kwa wababa, iongezeke kwa vijana, iongezeke kwa watoto, iongezeke. Ile nguvu ya utendaji, ile nguvu ya injili, ile nguvu ya maombi, ile nguvu ya upendo, ile nguvu ya umoja, ile nguvu ya injili, ile nguvu ya upendo, ile nguvu ya umoja. Baba tunaita, Baba tunaita katika jina la Yesu. Kalama ziachiliwe, vipawa viachiliwe, kalama ziachiliwe, vipawa viachiliwe, huduma ziachiliwe,
huduma ziachiliwe. Ita Bwana, jiachie mbele za Bwana, litie jina la Bwana, ita jina la Bwana, ita jina la Bwana, ita jina la Bwana, kadiri ya Roho anavyokuongoza. Ita jina la Bwana, kadiri ya Roho anavyokuelekeza. Ita jina la Bwana. Yuko mahali hapa, yuko mahali hapa, anasema yeye sio kiziwi, anasikia, anasikia, anasikia. Bwana wa mapana, Mungu wa miungu, tunapoita Bwana, tunapoita Bwana, lile ongezeko, maana ni ahadi yako, maana ni ahadi yako. Ninanazia kanisa lisongezeke, ninanazia watu wasingia, ninanawaondoa. Anapigwa kwa moto, anapigwa kwa upanga, anapigwa kwa moto, anapigwa kwa upanga, anapigwa kwa moto, anapigwa kwa upanga, anapigwa kwa moto, anapigwa kwa upanga. Damu ya mwana kondoo, na hii ndio nyumba ya ishara. Bwana, umenena mwenyewe, acha nguvu yako itembee, acha miujiza itendeke, acha Roho Mtakatifu ahudumie watu wako, acha nguvu idhihirike, acha matendo makuu yathibitike. Acha Bwana jina lako liinuliwe Jehova, acha jina lako liinuliwe. Ita jina la Bwana. Hatuna jina jingine tulilopewa wanadamu, wanadamu litupasalo kuokolewa ila ni jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Hatuna jina jingine ila jina la Yesu. Hatuna jina jingine ila jina la Yesu. Ita hilo jina, ita hilo jina, ita hilo jina, kwa jina la Yesu. Bwana wa mapana, simama mwenyewe, simama mwenyewe. Watu wako wakolewa, watu wako waachiliwe. Kalama na vipawa viachiliwe Jehova, kalama na vipawa viachiliwe Jehova. Huduma zetu Bwana viachiliwe katika jina la Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Roho Bwana, asante Roho Bwana, katika jina la Yesu.
jina lako Bwana lina nguvu, jina lako Bwana lina nguvu, jina lako lina nguvu, jina lako lina nguvu, jina lako Bwana lina nguvu, jina lako lina nguvu, jina lako lina nguvu, jina lako Bwana lina nguvu, lina nguvu, jina lako Bwana lina nguvu, lina nguvu, jina lako Bwana lina nguvu, lina nguvu, jina lako lina nguvu, jina lako lina nguvu, jina lako Bwana lina nguvu, jina lako lina nguvu, jina lako lina nguvu, jina lako Bwana ndani yangu ya Bwana ndani ya jina na damu yake Bwana itenda ndani ya jina, ndani ya jina na damu yako Bwana itendayo. Haleluya, haleluya. Ninaona kuna wageni, na hata kama sio wageni kwangu ni wageni, lakini karibuni kwenye ibada hii. Bwana wabariki sana. Namuona kaka Baltazari tuko naye toka juzi, lakini kuna dada pale, karibuni. Wakati huu ikiwa unahitaji ambalo unasema madhabahu inene kwa ajili yako, unahitaji maombezi, ni muda wako. Iko nguvu kubwa sana mahali hapa. Wakati huu ninaomba waweza kupita mbele, unahitaji maombezi. Tazama wewe Bwana Mungu wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Tazama, tazama Yesu, wewe ni Bwana Mungu wote wenye mwili.
Basi tutaomba kwa ajili ya watu hawa. Nguvu ya Mungu iko mahali hapa, na haijalishi ni kitu gani ambacho ni hitaji lako jioni hii leo. Ni amini na hakika ya kwamba unawekwa huru, ya kwamba unafunguliwa. Kila pando lisilotoka kwa Baba yangu wa mbinguni linang'olewa. Kila roho ya mauti na kuzimu inang'olewa. Kila nguvu za kuzimu na majini zinaondolewa. Kila uchawi na uganga unaondolewa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila pigo ulilotupiwa katika maisha yako linaanguka, linaharibiwa kwa nguvu ya moto wa damu ya Yesu. Yohana akasema alikiona kiti cha enzi na yeye aliyeketi katikati alikuwa ni mwanakondoo. Mwanakondoo kana kwamba amechinjwa, na akaona katika kiti cha enzi unatoka umeme, ninatoka ngurumo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ndivyo tunavyoamuru ya kwamba ile nguvu, ya kwamba ule umeme, ya kwamba ule moto, ya kwamba ile radi, ya kwamba ile nuru inatoka katikati patakatifu pa Bwana inaachiliwa sasa, inaachiliwa sasa, inaachiliwa sasa, inaachiliwa sasa. Majini yanang'olewa, mapepo yanang'olewa, majini yanang'olewa, mapepo yanang'olewa, uchawi unang'olewa, tunguri zinang'olewa, zinaungua, roho za mauti na uharibifu zinang'olewa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunateketeza kila viwanda vinavyotengeneza mauti, viwanda vinavyotuma nguvu za joka, nguvu za yule joka, kwa damu ya mwana kondoo vitateketea. Vikiwa angani vinateketea, vikiwa mashambani, vikiwa msituni vinawaka moto, vikiwa baharini, hata huko tunakwenda kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, ili uwekwe huru roho yako, nafsi yako na mwili wako kwa damu ya mwana kondoo. Haijalishi ni kansa, ni magonjwa yasiyo na tiba, yanayayuka, yanakaushwa, kisukari kinayeyushwa, kinakaushwa, uti wa mgongo kwa damu ya mwana kondoo, pressure kwa jina la Yesu. Bwana wa mabwana anaiondoa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila kinachokufunga, kamba za mauti, kamba za kuzimu, roho saba, mauti saba, kwa damu ya Yesu zinang'olewa kwa jina libitalo majina yote. Yeye aliyeniita ni Bwana, ni Bwana wa mabwana, ni Mungu wa miungu, naye amenivika vazi ile utukufu, ile nuru, ile utukufu, ile nuru, nami naachilia kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai utukufu wa sura yake, umeme wa sura yake, mwanga wa sura yake, ile nuru ambayo haizuiliwi na bahari, haizuiliwi na ardhi, kwa nguvu na uweza wa damu ya mwana kondoo. Roho yako uwe hai, nafsi yako uwe hai, mwili wako uwe hai. Kila pando la magonjwa katika mwili wako ng'oka, ninang'oa majini saba, mauti saba, achia kwa damu ya mwana kondoo. Achilia hilo, achilia nafsi, achilia mwili, achilia maisha yake kwa damu ya Yesu. Vifungo vya magonjwa katika anguka, kamba za kuzimu, kamba za kipepo, kama vile moto unavyokata ushi, ndivyo ninavyoshikata minyororo ikachika
kwa damu ya mwanakondoo. Wewe Subiani, wewe Makata, wewe Maimuna, wewe Sharifa, wewe Subiani, wewe Makata, wewe Ebola, wewe Sharifa, achilia roho, achilia maisha yake. Imeandikwa, wakulao wataliwa, nami ninaamuru kila magonjwa katika maisha yako yaondoke, yang'olewe, yaondoke, yang'olewe, yaondoke, yang'olewe, yaondoke, yang'olewe, yaondoke, yang'olewe. Ndio ninasema na wewe, ndio ninashauri. Achilia nafsi, achilia nafsi. Aga upanga, aga moto, aga upanga, aga moto, majini moto, joka moto, pepo moto, uchawi moto, ilizi moto, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Uweka huru dada, uweka huru dada, roho yako, nafsi yako, mwili wako, kila pando katika roho, katika nafsi, katika mwili, kwa damu ya mwanakondoo, mauti yao inaondolewa kwa jina la Yesu. Nyoka wanakata vichwa, wanakata mikio kwa upanga wa moto, unaotoka katika kinywa cha Yehova, katika kinywa cha Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Unatoka katika jao, unatoka baharini, unatoka kwa shimo. Ninanyausha kila magonjwa, roho za kisha na roho za kidamu kwa damu ya mwanakondoo. Sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninaondoa kila pando la shetani katika maisha yangu kwa jina la Yesu. Roho ya mauti, roho ya uharibifu, roho ya magonjwa, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu. Napokea uzima kwa jina la Yesu, ninakombolewa. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya Maria, na hii ni madhabahu ya moto kwa ajili yake. Kwa damu ya mwanakondoo ninaiweka huru roho yake, nafsi yake na mwili wake. Kila nguvu za giza, kila roho za majini, kila roho za magonjwa, kila roho za mauti, kila roho za uharibifu hazina mamlaka katika maisha ya Maria. Ninaamuru kutoka patakatifu pa mbinguni. Amen. Maria, imeandikwa kuna wingi wa siku katika mkono wako wa kulia, heshima na utajiri katika mkono wako wa kushoto. Ninaweka heshima katika maisha yako kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kiapo na viapo vilivyowekwa kuzimu, katika bahari kuzimu, katika ardhi kuzimu, katika anga, vinafutwa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa nguvu na uweza wa damu ya mwanakondoo, yeye aliyeapa, ameapa kuzimu, ya bahari, ya ardhi, ya anga, kwa nguvu na uweza wa jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, ninafuta kila maneno na kila viapo juu ya maisha yako, juu ya roho yako Maria, juu ya nafsi yako Maria, juu ya mwili wako, kwa damu ya mwanakondoo. Kwa kuwa yeye ni Bwana, akamwambia Isaya, mimi ni Bwana, mimi ni Mungu ninautangaza mwisho wa mwanadamu tangu mwanzo. Nami natangaza Maria, kwa jina la Yesu, ya kwamba kusudi la Bwana litatimia. Magonjwa yanaondolewa kwa damu ya mwanakondoo. Ninakutoa katika vifungo kwa jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamenaswa, wamekuwa mawindo wala hapana ukweli, wamekuwa mateka wala hapana sema yarudisha. Nami ninaamuru kwa nguvu na uweza wa damu ya mwanakondoo, kibali kilichoibiwa kwa jina la Yesu kinarejeshwa. Ndoa inapatikana, ndoa kwa damu ya Yesu. Familia kwa jina la Yesu, umeagizwa kuzaa, utazaa kwa jina la Yesu, utazaa kwa utazaa. Fungo lilofungwa, tumbo lilofungwa linafunguliwa kwa jina lipitao majina yote, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Funguka, 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 toka mauti kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hilo pando la magonjwa, pando la magonjwa,
pando la uharibifu, pando la uharibifu. Yesu analing'oa, Yesu anang'oa, Yesu anang'oa, anang'oa, anang'oa. Yehova, ninalibariki jina lako, jina lipitalo majina yote, jina lipitalo majina yote, jina la tamiso, jina la tamiso, jina la mwanakondoo, jina la tamiso, jina la mwanakondoo, jina la tamiso, jina la mwanakondoo. Kwa nguvu na uwezo wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninamwita Florence Joe toka katikati ya magonjwa, mataji ya mwanakondoo, magonjwa ya giza, magonjwa ya kibeko, magonjwa ya kichawi, magonjwa ya kiganga, ninakutoa kwenye vifungo vyao, kwenye magereza yao, kwenye mashimo yao, kwenye makaburi yao, kwa jina la Yesu Kristo. Florence Joe, autachia, walibefachia, autachia, walibefachia, autachia, walibefachia, autachia, walibefachia, autachia, walibefachia, kwa damu ya mwanakondoo. Hautaiona roho ya Florence inamfunika kwa damu ya mwanakondoo. Majini 7 yanayochukua nyota za watoto kwa damu ya mwanakondoo, ninayapiga upofu. Achawi na waganga, ninawapiga upofu kwa jina lipitalo majina yote. Florence unaachiliwa kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bila magonjwa mwili, katika damu, katika nyama, yeyuka, 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 ungua, ungua, ungua. Ninafunga ulimwengu wako wa ndoto. Shetani hatakuona, shetani hatakujia katika usiku wa manane, katika usiku wa asubuhi, kwa damu ya mwanakondoo. Zamu ya 3, zamu ya 4 usiku, kuzimu inafungwa, haitakuona Florence. Ninakutenga na mabaya kwa damu ya mwanakondoo. Ninakutenga na mashauri na mipango ya roho za kuzimu na roho za kiganga. Imeandikwa uharibifu na mauti tumesikia yote kwa mikono yetu wenyewe, kwa masikio yetu wenyewe. Nami nafunga masikio yao, nafunga mikono yao, nafunga vinywa vyao, nafunga miguu yao. Ninakutoa kwenye shimo la mauti Florence Joe. Ulindwa na Bwana, ulindwa na damu ya Yesu, ulindwa na malaika kutoka mbinguni, kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Tunaomba kwa ajili ya kalama yako. Chochote kilicho mateso ya mwili akitakaa tena, lakini mtumikie Bwana pamoja nami kwenye madhabahu hii. Yehova, ninalibariki jina lako. Asante kwa ajili ya Beatrice Baltazari ambaye Bwana umemwita, ukamwelekeza, ukamuongoza Roho Mtakatifu katika madhabahu hii. Nami naungana naye katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho. Mafuta, 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 mafuta ya Roho Mtakatifu, mafuta ya Roho Mtakatifu, mafuta ya Roho Mtakatifu, mafuta ya Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, mafuta ya Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu, mafuta ya Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa kuwa umeweka karama ndani yake, umeweka huduma ndani yake. Kila kinachozuia kinaondolewa, 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 kinaondolewa. Wewe roho ya moto, wewe roho ya joka uliyetumwa kuzuia karama na huduma, unang'olewa. Hautaketi kwenye mwili wake, hautaketi kwenye kifua, hautaketi mabegani, hautaketi kwenye mwili wake. Hautatembea kutoka kwenye unyayo kwenda kwenye kutoka kwenye unyayo kwenda kwenye utosi, kutoka kwenye utosi kwenda kwenye miguu, kwenda kwenye mikono, kwenda kifuani, kwenda mabegani. Unang'oka na ng'oa, unang'oka na ng'oa, unang'oka na ng'oa, unang'oka na ng'oa. Nami najaza, 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 naamuru, naamuru, naamuru. Anointing, 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 anointing. Mafuta, 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 nguvu, 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 moto, 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 nguvu, nguvu, nguvu ndani yako, ndani yako, ndani yako, itakayosimama na karama ya Bwana na karama ya Roho Mtakatifu itathibitika. Wako watajua Yesu ndiye Bwana, Yesu ndiye Mwokozi, Yesu ndiye Bwana katikati ya miungu. Yeye ni Mungu wa miungu, katikati ya ufalme ni mfalme wa ufalme. Hivyo na utuma moto, 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 natuma mafuta, mafuta, na mimi na mafuta, mafuta, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo. Unakombolewa, unakombolewa, unaachiliwa, unaachiliwa, unakombolewa, unakombolewa, unaachiliwa, unaachiliwa. Njoo, 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 unakombolewa. Njoo utumikie Bwana kwa damu ya mwanakondoo. Utakuwa kinywa chake, utakuwa sauti yake. Ninakubatiza kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kama vile Petro alivyowabatiza wale 12 kwa moto, kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa moto, kwa moto, kwa umeme wa Roho
Mtakatifu, wa moto wa Roho Mtakatifu, wa mema wa Roho Mtakatifu, ndivyo ninavyofufua kile kilichokufa katika maisha yako. Karama iliyokufa, huduma iliyokufa ambayo Roho Mtakatifu aliweka ndani yako haitakufa. Wachawi hawataiua, tunguri hazitaiua, wala waganga, roho za kuzimu, roho za yule joka, roho za upinzani, roho za Illuminati, kwa damu ya Mwana-Kondoo. Achai huduma, achai sauti, achai kinywa, kwa kuwa mwili wake sasa ni hekalu la Roho ya Bwana, na yeye ni chombo cha Bwana, na yeye ni spika ya Bwana, na yeye ni sauti ya Bwana, na yeye ni kinywa cha Bwana, kwa jina lipitalo majina yote. Haleluya. Mshangilie Yehova kwa makofi. Haleluya. Basi simame. Tumefika mwisho wa maombi yetu, lakini pelekea kipaza sauti mwenyekiti wa maombi. Baada ya nyimbo hii atafunga baada yetu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu, wewe ni wewe ni wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wetu. Tunameleza Bwana mwenyekiti. Baba mtakatifu, Yesu, Mungu uliye hai, tuna kila sababu za kusema asante kwa sababu wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa matendo yako makubwa ambayo umeyafanya katika ibada ya leo. Hakika tunasema asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye umeweza kumpa kibali cha kuwepo mahali hapa. Ni kwa neema yako Jehova. Tunakushukuru Baba kwa sababu ya neno lako. Tunakushukuru Baba kwa sababu umetufundisha kwa njia mbalimbali, nasi tumeweza kupokea katika mioyo yetu. Tunahitaji neema yako Baba iendelee kujenga katika mioyo yetu, kwa kila chochote unachoendelea kutufundisha Bwana ikapate kuzaa matunda katika maisha yetu, ikapate kuzaa matunda kokote tunakoenenda. Hakika malaika wako endelee kutuatamia na kutulinda Baba. Tawala katika mioyo yetu, nasi tuwe barua huko tunakopita. Hakika Baba ukaendelee kufungua watu. Mungu ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Hakuna mwingine kama wewe Yesu anaendelea kutenda yote haya isipokuwa ni wewe Bwana.